Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu kwa jina la Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Kwa majina yangu ninaitwa mchungaji Peter Karim, ni mchungaji wa kanisa takatifu la Yesu Kristo lililopo Dar es Salaam Chamazi. Siku hii ya leo ninakuletea mapitio ya kanisa takatifu la Yesu Kristo lilipoanza hata lilipofikia leo. Wengi wanalifahamu kanisa hili pale ambapo tulianza kuhubiri mtandaoni, na wengi wanajua huo ndio mwanzo wake. Hapana, huo haukuwa mwanzo wa kanisa takatifu la Yesu Kristo. Kanisa hili lilianza muda mrefu tangu mwaka 2020. Sasa nimeanza kuhubiri mtandaoni 2023 mwanzoni. Kwa hiyo kuna mapitio mengi ambayo tuliyapitia. Siku hii ya leo ndiyo hayo ambayo yamenipelekea kukuletea ili uweze kujua wapi tulitokea, maana wengi wametujua hapa tu tunapohubiri kwa habari ya utakatifu, lakini mwanzoni hatukuanza kuhubiri utakatifu, tulianza kuhubiri faida za ulimwengu huu kama ambavyo wengine wanahubiri, lakini ni injili isiyowapeleka watu mbinguni. Ni injili inayowafurahisha watu na kuwafanikisha kwa mambo ya hapa duniani, lakini sio kuwapeleka kwenye ufalme wa mbinguni. Ilipofika 2020, Mungu sasa akanitaka nichunge kanisa. Jambo hilo kwa kweli lilikuwa na ugumu kwa kuwa nilikuwa mwajiliwa. Sasa nikamwambia Mungu, nitawezaje kukutumikia katika nafasi ya uchungaji na mimi ni mwajiliwa, nina majukumu ya watu, nimeajiriwa? Mungu akaniambia, hiyo kazi ni mimi niliyekupa, na nimekupa hiyo kazi ili usiwe na tamaa ya fedha, kwa kuwa wachungaji wangu wengi wananiacha mimi kwa tamaa ya fedha. Sasa nimekupa hiyo kazi ili usiwe na tamaa ya fedha. Kwa hiyo aliponiambia hivyo, ikawa nawaza kwamba sasa nitawezaje kutokana na majukumu ya kazi nilionayo. Kwa hiyo kipindi sasa naendelea kutafakari hapo, nilipigwa sana. Magonjwa yakawa yaishi, mateso ya kila namna, shida na adha nyingi nilizipitia mpaka pale nilipokubali. Nilipokubali sasa, Mungu akanieleza wazi kwamba nijiandae. Hiyo kazi Mungu ataiondoa ili anataka muda wangu mwingi utumike kwa ajili ya kumtumikia yeye, kama ambavyo Mungu aliwaondolea kazi watumishi wake ambao aliwaita mitume 12. Wote walikuwa na kazi zao. Unamuona Petro alikuwa ni mvuvi, Yohana alikuwa ni mvuvi, lakini pia na wengineo walikuwa na kazi zao. Mungu aliwaondolea kazi zao ili wamtumikie yeye. Pia unamuona Paulo alikuwa ni mwajiliwa wa serikalini, lakini Mungu alimuondolea ile kazi na kumtumikia. Kwa hiyo Mungu akaniambia, nitakuondolea hii kazi, jiandae. Kwa hiyo toka 2020 nilikuwa naelewa kwamba kazi hii naifanya, lakini itafika wakati Mungu ataiondoa ili muda wangu aweze kuutumia kwa ajili ya kumtumikia yeye. Nikakubali sasa na kuanza rasmi kazi ya kuchunga kanisa. Nilipokubali sasa, huduma ndio ilianzia hapa. Hapa ni mahali pa kulia chakula. Tulikuwa tukitandika mikeka hapa, tunakaa, tunamtukuza Mungu, tunamsifu Mungu hapa. Huduma ndio ilianzia hapa
Baada ya watu sasa kuongezeka, huduma ikahamia sasa huku sitting room, sebleni. Kwa kuwa huku ni kukubwa kuliko hapa, huduma sasa ikahamia huku. Na huduma ilipohamia huku, unaweza ukaona hapa kwenye hizi kochi mbili, hapa ndio ilikuwa inakaa kama madhabahu membali. Nilikuwa naiweka hapa, mimi mwenye kiti changu nakaa hapa. Kwa hiyo watu wakiingia wanakaa huku ndio tulikuwa tumeweka viti. Watu wanakaa huku, hapa ndio nilikuwa ninahubiria hapa. Kwa hiyo watu walipoongezeka ndipo tukahamia hapa. Maana yake makochi yangu yote yaliyokuwepo kwa kipindi hicho 2020 niliyatoa nje mpaka yaliozea huko, hayakuwaigi kurudi tena ndani. Kwa hiyo watu tulipozidi kuwa wengi, Mungu akiwafungua watu wake hapa, sasa wengine wakawa wanakaa kule juu, wengine wanakuja huku chini. Watu sasa wengine wanakaa huku chini, wengine walikuwa wakikaa huku. Siku moja kipindi maombi ya moto yanaendelea hapa, kuna wale waliokuwa wamekaa huku juu, mmoja akapandisha pepo. Katika kupambana naye huku kumdhibiti, akafika hapa akawa anataka sasa kujirusha hapa. Anataka kujirusha. Sasa kipindi anataka kujirusha hapa, nikaona hii ni hatari kubwa sana. Sasa hapo ndipo Mungu sasa akanipa neema ya kuitoa huduma hii wapi? Uwani. Kwa hiyo hapo ndipo kawa mwanzo kutoka sasa hapa. Kwa hiyo unaona huduma ilianzia hapa, ikafika hapa, ikaenda uwani. Hivyo uwani watu wakawa wengi. Mungu sasa akatupa neema ya kutoka hapo uwani. Kuna jirani yangu nyumba ya pili kutoka kwangu, akawa amenipangishia eneo lake. Kwa hiyo tukajenga kanisa hapo, tukawa sasa tuko hapo. Akawa sasa ni pakubwa kidogo, tunamtumikia Mungu hapo. Na hapo pia tukaendelea na kawaida kama ambavyo neno linazungumza kwa habari ya kawaida. Tukawa tunaendelea hapo. Mungu akalizidisha kanisa, watu wanakuja, wamama wanajipamba, wanavaa eleni, wanavaa cheni, wamesuka rasta, mawigi, wameweka kucha bandia, rangi kwenye kucha, kope, wamevaa, wengine wanavaa vile viatu virefu, wanakuja navyo kanisani, wengine wanavaa vimini, wamama wengine wanavaa suruali, wengine wanakuja wanaume kabisa, wamenyoa viduku vile vya ajabu sana, wanakuja kanisani. Na hatuwaambii chochote, tunawaambia kwamba Mungu haangalii mwili, Mungu anaangalia moyo. Tukao tunawaambia watu, tunahubiria tena tunawaambia watu wajipambe. Na humo kanisani kuna wengine walikuwa wanafanya kazi za saluni, kusuka watu, kuwapamba watu. Ikawa ni safi kabisa, tunaona ni sawa, lakini kanisa lilikuwa linaelekea kuzimu. Kanisa lilikuwa kwenye njia pana, tunaelekea kuzimu kwenye moto, na sisi tulikuwa tunajiona kwamba tunaelekea wapi? Mbinguni. Sasa hizo ni zama za ujinga, tulikuwa tunaenenda katika ujinga, kama ambavyo makanisa mengi leo yanaenenda katika ujinga huo, na watu walioko hapo wanaamini kwamba wanakwenda mbinguni, kumbe wapo kwenye njia pana na hawaendi mbinguni. Basi ilifika wakati waimbaji wanapiga nyimbo ambazo kanisani zilikuwa ni nyimbo za kidunia kabisa, na tunafurahi. Wanaita hizi nyimbo za singeli. Thank you.
ambavyo unaona hapo kilikuwa ni kipindi cha mwaka mpya. Kwa hiyo tukaendelea na kawaida. Roho Mtakatifu hatuongozi, ila sasa tunajiongoza wenyewe na tunaenenda na kawaida, kama ambavyo neno la Mungu linasema iko kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya 17 kuanzia ule mstari wa 33. Kwa tunaenenda na kawaida. Kwa hiyo tunamtumikia Mungu, lakini bado tunaenenda na kawaida zingine. Ikafika hatua watu wakawa wengi, ikafika hatua ya kuwabatiza. Tukaenda kuwabatiza ubatizo wa maji mengi baharini kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, kama ambavyo unaona hapo. Watu wakawa wamebatizwa, na wengine wamama walikuwa wamevaa suruali, wamebatizwa wakiwa na suruali. Unaona vijana hapo wamebatizwa, wengine wakiwa na bukta, wamevaa bukta. Na tukao tunaona kawaida. Watu wanakuja kanisani wanavaa mavazi ya kikaaba, tunaona kawaida. Wengine wanakuja wamevaa nguo inampasua mpaka juu, mabega yako wazi, tunaona ni kawaida kabisa, kama ambavyo wengine wanaenenda kama neno la Mungu linavyosema. Sasa ilifika hatua madhabahuni tukaweka maua. Alikuja mtumishi mmoja wa Mungu akatutengenezea maua, mitungi ya maua. Tukaweka madhabahuni mitungi, ile mtungi mmoja wa mbele tukaupaka rangi ya Simba na Yanga, kwa maana rangi nyekundu na njano. Sababu tukasema kanisani hapa pana mashabiki wawili. Mashabiki wa Simba wako hapa, mashabiki wa Yanga wako hapa. Kwa hiyo ili kuonyesha kwamba kanisa lenyewe liko pande zote, kwa hiyo tukapaka mtungi huo rangi nyekundu na rangi ya njano, na mitungi mingine hii tukapaka rangi ya bendera ya Tanzania. Kwa tunaona tu ni sawa, bila shida yoyote. Katika kipindi hiko chote tulikuwa tunaenenda katika ujinga, lakini Mungu hakutuacha tuangamie. Mungu alitupenda kama neno lake linavyosema, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu alitupenda, hakutuacha tuangamie. Hivyo sasa mabadiliko ya kanisa yalianza hivi. Siku hiyo ikiwa nipo madhabahuni kanisani, kuna mchungaji mwenzangu nilikuwa naye, yeye akiwa anahubiri. Nikiwa nimekaa hapo, Mungu akaanza kuzungumza na mimi. Nikawa namsikia sasa anazungumza. Ananiambia, "Peter, umevaa nini kwenye shati, kwenye koti la suti?" Nikamwambia hiki ni kidani cha Tanzania. Akasema kwamba kazi yake nini? Nikamwambia hiki kinanitambulisha mimi, kunijulisha kwamba ni Mtanzania hata mtu akiniona. Mungu akasema, "Peter, bendera ya Tanzania imebeba makabila zaidi ya 120, na makabila haya yote yalinikataa mimi, waliabudu miungu mingine. Sasa unapokivaa hicho kidani cha bendera ya Tanzania, maana yake umeivaa miungu zaidi ya 120 katika hiyo bendera." Sasa Mungu aliponiambia hivyo nikaogopa sana. Sasa hayo ndio mwanzo wa mabadiliko. Mungu alianzia hapo. Tusome kile kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 ule mstari kuanzia wa 2. Imeandikwa, "Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti, akatazama, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Unaona, Mungu anamuita Musa. Alipomwita Musa, Musa akakubali kugeuka. Na neno la Mungu linasema, alipoona kwamba Musa amegeuka,
ndipo Mungu akaanza kusema naye, akaanza kumpa maagizo na akaanza kumwambia, vua viatu vyako, kwa maana mahali hapo ni mahali patakatifu. Maana yake ni nini? Hakumwambia avue viatu vya miguuni, hapana. Maana yake mwenendo wake. Mungu anataka sasa ubadilike, ule alionao sio mwenendo unaoendana na neno la Mungu. Kwa hiyo Musa akaingia katika mabadiliko, na mimi ndivyo Mungu akaniingiza kwenye mabadiliko nilipokubali kuisikiliza ile sauti kwa habari ya kidani. Hapo ndipo Mungu akaanza kuniambia mambo mengi nilipokubali kubadilika. Kwa hiyo aliponiambia hivyo kwamba kidani kile kimebeba miungu zaidi ya 120, nikaogopa. Sasa nikawaza, kama kidani tu hiki nimekivaa na mitungi ya maua pale kanisani nimeipaka bendera ya Tanzania, maana yake miungu 120 pia iko madhabahuni. Haleluya! Kwa kuwa ile mitungi ilikuwa inawakilisha bendera sawa sawa tu na ambavyo leo unaona makanisa baadhi wameweka bendera za nchi mbalimbali madhabahuni. Sasa zile bendera kuweka pale ni makosa, kwa sababu miungu ya ile nchi iko pale madhabahuni, na neno la Mungu linakataza kuweka bendera madhabahuni. Ukisoma kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 74 ule mstari kuanzia wa 4, imeandikwa, watesi wako wamenguluma kati ya mkusanyiko lako, wameweka bendera zao ziwe alama. Wameweka bendera zao ziwe alama. Kwa hiyo bendera zinazowekwa madhabahuni ni kinyume cha neno la Mungu. Kwa hiyo sasa Mungu akaanza kunipa hatua, nikawa nawaza, sasa nikaondoa kile kidani, lakini pia ifuta ile bendera ya Tanzania kwenye vile viungu vya maua, na ule mtungi wa mbele ambao niliweka bendera niliweka rangi ya Simba na Yanga kwa maana ya nyekundu na njano, nayo nikaifuta nikapaka yote rangi ya goldi. Kwa hiyo mabadiliko ndio yameanzia sasa hapo. Kwa hiyo Mungu alipoona nimekubali, akaanza kuzungumza na mimi sasa mambo mengi. Sasa siku moja Mungu akaniambia, Peter, unajua watu hawa wakifa hawaendi mbinguni, hawa watu wanaenda kuzimu. Nikamwambia Mungu, kwa nini hawa watu hawaendi mbinguni na ninawahubiria ukweli? Mungu akaniambia, hujawahi kuwahubiria ukweli hata siku moja. Sasa na mimi katika mahubiri yangu yote sijawahi kuhubiri uongo kwamba hiki kitu nakijua alafu nakificha. Hapana. Nilikuwa ninahubiri kile ambacho naamini kabisa wale watu kitawaponya na wataenda mbinguni. Kumbe nilikuwa katika ujinga. Sasa Mungu aliponiambia hivyo, ikanibidi sasa nishangae sana kwamba hawa watu hawezi kwenda mbinguni. Mungu akaniambia, hujawahi kuwahubiria ukweli. Kama hawa watu wanakuja kanisani wamevaa heleni, wamama, wanawake, wamevaa cheni, wamevaa bangili, wamevaa mawigi, wanasuka rasta, wanasuka nywele zao, wamevaa vimini, wanawake wamevaa suruali, wanapaka rangi kwenye kucha, hawa wanawake wanavaa mavazi ya kikahaba, wanavaa mavazi ya kigeni kanisani. Hawa watu hawawezi kwenda mbinguni, kwa kuwa haya yote nimeyakataza kwenye neno langu. Maana yake kanisa lolote linaloenenda kinyume cha neno langu, hilo kanisa liko kwenye njia pana na linaelekea kuzimu, haliwezi kwenda mbinguni. Kanisa linalokwenda mbinguni ni lile lililosimama na neno la Mungu na linalohubiri utakatifu. Jambo hilo likawa ni zito sana kwangu. Nikasema, kumbe hivi vitu havimpendezi Mungu, ni machukizo. Na Mungu akaanza kunifundisha, akaniambia haya yote nimeyakataza kwenye Biblia. Akanileta kwenye kitabu Mwanzo sura ile 35 kuanzia ule mstari wa kwanza. Unamuona Mungu anazungumza na Yakobo, anamwambia wapande waende Beteli akamjengee Mungu madhabahu. Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake, alipowaambia akawaambia waondoe miungu migeni iliyoko mikononi mwao na pete zilizoko masikioni mwao, kwa maana ya heleni. Unaona, wakaiondoa miungu migeni iliyoko mikononi mwao. Mikononi kulikuwa kuna bangili, mikononi kulikuwa kuna makacha, mikononi kulikuwa kuna pete. Wakaziondoa na heleni wakaondoa, wakampa Yakobo.
Walipompa Yakobo hivi vito hivi, Yakobo akavifukia chini ya mwaroni. Unaona, wakashika njia na wakabadili nguo zao wakaenda. Maana yake nguo walizokuwa wanazivaa pia hazikuwa sawa mbele za Mungu. Kwa hiyo Mungu akaanza sasa kunifundisha vitu vingi kwenye neno lake. Akanileta maandiko mengi, akanileta pia kwenye Isaya sura ile ya 3. Unaona anasema wana wa Sayuni wanaenenda kwa shingo za kiburi. Akaanza kusema pale mambo mengi Mungu amefundisha pale. Kwa hiyo nikawa nashangaa, lakini haya mbona hatujawahi kujifunza? Nimepita makanisa mengi, watumishi wafundishe haya. Mungu akaniambia jambo moja, watumishi hawawezi kuyafundisha kwa sababu wanaogopa watu wataondoka kanisani, watakosa sadaka, watakosa zaka. Kwa hiyo wengi Mungu amesema nao, ila wameshindwa kugeuka. Wanawaza kwa mambo ya mwilini kwamba watakosa fedha, watu wataondoka, kwa sababu watu wengi hawapendi kubanwa, wanapenda wawe huru. Sasa neno la Mungu linatubana, linatutaka tuishi sawa sawa na maongozi yake. Kwa hiyo Mungu aliponieleza hivyo, nikachukua hatua sasa ya mabadiliko. Mungu akaniambia, sasa jambo lingine, ubatizo uliowabatiza watu hawa hawawezi kwenda mbinguni na huo ubatizo. Hilo jambo kwa kweli linivuruga sana, kwa sababu nikasema, Mungu, mbona kitabu cha Mathayo sura ile 28 mstari wa 19 neno lako linasema, enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu? Ili umeliagiza mwenyewe na mimi tumwabatiza hivyo. Mungu akaniambia, hapana, nimesema mkawabatize kwa jina la Baba. Mbona hilo jina la Baba hamlitaji? Hilo jina la Baba sio jina. Hilo jina la huyo Baba mbona mlitaji? Hilo jina la huyo Mwana mbona mlitaji? Hilo jina la Roho Mtakatifu mbona mlitaji? Ndipo Mungu akanileta kwenye Matendo ya Mitume, kunionyesha mitume wote walibatiza kwa jina la Yesu Kristo. Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 38. Unaona hapo Petro anawaambia wabatizwe kwa jina la Yesu. Akanileta pia Matendo ya Mitume sura ile ya 8 kuanzia mstari wa 12 mpaka wa 16. Wanabatiza hapo kwa jina la Yesu. Huyo ni Filipo. Akanileta Matendo ya Mitume sura ile ya 10 kuanzia ule mstari wa 45 mpaka pale mwisho. Unaona Petro anabatiza kwa jina la Yesu Kristo. Akanileta Matendo ya Mitume sura ile ya 19 kuanzia mstari wa 1. Huyu ni Paulo anabatiza kwa jina la Yesu Kristo. Akaniambia, unaona, huu ndio ubatizo ambao mitume wangu walikuwa wakibatiza. Sasa jambo hili likawa gumu sana. Nikasema, kumbe kanisa tayari limeshapotea. Kanisa tayari limeshapotea. Kwa hiyo Mungu akanijulisha hayo. Sasa ikabidi sasa nigeuke kwa ajili ya kulifundisha kanisa ukweli. Mungu akaniambia, kabla hujaanza kulifundisha ukweli, anza na mke wako kwanza, kwa maana wanajipamba watu kanisani, anza na mkeo. Kwa hiyo nikaanza kwanza na mke wangu, nikamfundisha mke wangu, kwa kuwa mke wangu alikuwa na mapambo yote ndani. Manywele bandia hayo rasta alikuwa nazo, vibanio vya nywele alikuwa navyo, lipstick, wanja, zile wanaita makeup ambazo unajipakaza usoni, kujipodoa alikuwa navyo, heleni, cheni, bangili, vitu hivyo vyote alikuwa navyo. Kwa hiyo nikaanza na mke wangu kuanza kumfundisha neno la Mungu. Kile kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 2 na ule mstari wa 9 imeandikwa, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za samani, bali kwa matendo mema kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Hivyo neno la Mungu hapa liko wazi, linasema wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri. Adabu nzuri ni pambo kwa mwanamke, na moyo wa kiasi ni pambo kwa mwanamke. Biblia inasema si kwa kusuka nywele. Maana yake nywele yoyote utakayoisuka tayari umetenda dhambi na upo kinyume na neno la Mungu. Anasema wala kwa dhahabu na lulu. Dhahabu na lulu ni madini yanayotumika kutengenezea vito, kwa maana ya heleni, cheni, bangili, mikufu. Kwa hiyo pete, hivi vyote neno la Mungu linakataa mtu asijipambe na hivi. Wala kwa nguo za samani. Ndio hizi nguo unakuta mtu ananunua nguo yake anasema nimenunua 3 milioni,
Dubai, na wakati nguo unaweza ukanunua 25,000 ukaishona vizuri na ukavaa na ikampa Mungu utukufu. Kwa hiyo unaona hapo neno linakataza, lakini pia nikaendelea kumfundisha. Ili ni Agano Jipya, kitabu kile cha Petro, kitabu kile cha Petro wa kwanza sura ile ya 3 anzia ule mstari wa 3, neno linaendelea kusema, kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Kwa hiyo ukijipamba kwa nje ni dhambi. Neno linasema wazi, na watumishi hawafundishi. Unaona, kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuatii waume zao. Unaona pia kitabu cha Petro hapa neno la Mungu linasema kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Kwa hiyo yeyote anayejipamba kwa nje, kwa maana ya mwilini mwake, ni dhambi, na huyo mtu hataweza kuingia mbinguni kwa kuwa ametenda dhambi ya kujipamba kwa nje. Yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu, manake ukisuka nywele na ukivalia eleni, cheni, bangili, mapambo hayo yote kwa nje, manake umetenda dhambi. Kwa hiyo nilimfundisha mke wangu na mke wangu akaelewa, alichukua hatua ya kubadilika. Mke wangu akaondoa vile vitu vyote, tukaviondoa. Tulipoviondoa ndipo sasa nikahamia kwenye kanisa, nikalifundisha kanisa. Nilipolifundisha kanisa, kanisa likagawanyika. Watu wakasema, injili hii utabaki wewe na familia yako, kwamba tuache mapambo, tuache kusuka. Waume zetu wanatufurahia tukiwa hivi, wewe leo unasema tuache haya. Mbona makanisa mengine hawahubiri hayo? Kwa hiyo ukawa upinzani ni mkubwa, lakini nikasimama imara. Mungu akanipa neema, nikasimama, nikaendelea kuwahubiria. Wengine wakaondoka, kundi kubwa la watu likaondoka, kwamba ili kanisa sasa limepotea. Kwa hiyo watu wakawa wameondoka. Walipokuwa wameondoka, nikabaki na watu wachache. Nikaja sasa nikawafundisha swala la ubatizo. Nilipowafundisha swala la ubatizo, Mungu akanieleza, sasa kabla hujawabatiza hawa, unatakiwa ubatizwe kwanza wewe, uitimize haki yote, ndipo uje uwabatize hawa. Kwa hiyo nikamwomba Mungu anipe mchungaji sasa wa kunibatiza kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo nilipomwomba Mungu akanipa mchungaji, nikaenda nikabatizwa kwa jina la Yesu Kristo, mimi na mke wangu. Ndipo niliporudi sasa nikalibatiza kanisa. Nilipolibatiza kanisa, kundi moja likagoma, kundi lingine likakubali. Lile lililokubali nikalibatiza kwa jina la Yesu Kristo, nikarudia ubatizo, nikaendelea kuwafundisha. Nilipoendelea kuwafundisha, kundi la pili nalo likaja likakubali, nao pia nikaenda kuwabatiza kwa jina la Yesu Kristo. Baada ya hapo sasa ndipo Mungu akanieleza Mungu akawa ananieleza sasa kwa habari ya mambo mengi, namna mchungaji anapokuwa madhabahuni anatakiwa avae. Tunaona agano lile la kale, makuhani walipokuwa wanaingia patakatifu walikuwa wanaingia kile chumba, wanabadilisha nguo zao, wanavaa yale mavazi matakatifu, kama ambavyo kitabu cha Kutoka sura ile 28 kinaelezea mavazi matakatifu ya kikuhani yalikuwa ni kanzu na joho. Kwa hiyo walikuwa wakivaa kanzu na joho, ndipo anaingia patakatifu kwa ajili ya kwenda kumpa Mungu ibada, kutoa dhabihu zao pale. Na wakitoka, walikuwa wanatoka kwenye kile chumba, wanabadilisha yale mavazi, wanavaa mavazi mengine. Kwa hiyo Mungu akaanza kunifundisha mavazi sahihi ya kuvaa madhabahuni. Kwa hiyo ndipo nikabadilika kama ambavyo unaona, nikashona sasa majoho, nikabadilika. Hatua za mabadiliko zikawa zinaendelea. Mungu ananibadilisha taratibu. Sasa ikafika hatua akanieleza kwa habari ya madhabahu. Akaniambia madhabahu tumeijenga, lakini sio kwa kufuata neno lake. Yako mambo ambayo tumeyaweka hapo madhabahuni. Tumeweka maua ya artificial, tumeweka vitu vingi hapo madhabahuni ambavyo hatukuongozwa na yeye. Mungu akanieleza kipindi Musa anampa maagizo ya kuijenga madhabahu, Mungu ndiye alimpa Musa maagizo, akamwambia fanya hiki, weka hiki, weka hiki. Kwa hiyo madhabahu ile ikavunjwa. Hapo sasa Mungu akanieleza
kwamba sasa madhabahu inatakiwa ivunjwe, ijengwe upya. Na hapo ndipo Mungu akalibadilisha sasa jina la kanisa, kwa kuwa mwanzoni kanisa lilikuwa likiitwa kanisa la utakatifu na utukufu wa Kristo. Kwa hiyo nilipokubali sasa kusimama na Mungu katika mabadiliko hayo, kusimama sasa na neno lake, Mungu ndipo akaniambia kanisa hili sasa halitaitwa tena kanisa la utakatifu na utukufu wa Kristo, bali litaitwa kanisa takatifu la Yesu Kristo. Na neno hili linatoka kwenye maandiko mawili. Andiko la kwanza ni kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 16 mstari ule wa 18, imeandikwa, nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Unaona, anasema nitalijenga kanisa langu. Neno langu maana yake yako makanisa sio ya kwake. Iliko kanisa la Yesu na makanisa mengine sio ya kwake. Kwa hiyo akanipa hilo kwamba kanisa takatifu la Yesu Kristo. Hili kanisa ni takatifu la nani? La Yesu Kristo. Ndio maana anasema nitalijenga kanisa langu. Kanisa ni la Yesu Kristo. Akanipa andiko la pili, kitabu cha Petro wa kwanza sura ile ya kwanza na ule mstari wa 15 na ule wa 16, imeandikwa, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Unaona, Mungu anasema kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu. Imeandikwa mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Kwa hiyo huyo Mungu tunayemwabudu mwenye kanisa, yeye ni mtakatifu. Kwa hiyo kanisa lake lazima liwe takatifu. Ndio maana likaitwa kanisa takatifu la Yesu Kristo. Kwa hiyo jina hili limetoka kwenye maandiko haya mawili, Mathayo sura ile ya 16 ule mstari wa 18 na Petro wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 15 na ule mstari wa 16. Kwa hiyo mabadiliko yakatokea, ile madhabahu ikajengwa upya na jina likabadilika, sasa likawa hilo. Kwa hiyo maua yale yote yakaondolewa, maua ya artificial, na kulikuwa kuna membali ya kioo ikawa imeondolewa, tukaweka sasa membali kama ambavyo unaiona. Tukaweka hiyo logo ya kanisa ambayo ina msalaba, ina njiwa. Kwa hiyo tukawa tunaendelea, lakini bado kuna vitu ambavyo tunaenenda kama kawaida, tunavutwa. Siku moja Mungu akanieleza kwa habari ya hiyo logo. Akaniambia, hii logo umeiweka hapa, ina njiwa, ina msalaba. Mungu akanifundisha kwa habari ya msalaba. Yesu Kristo yeye hakutengeneza msalaba, bali misalaba hii ilitengenezwa kabla yake, na watu walikuwa wanatundikwa pale msalabani. Na Yesu alipopelekwa pale msalabani, alitengenezewa msalaba na Wayahudi. Ule msalaba hakutengeneza Yesu, na hata alipowekwa pale hakufanya ule msalaba kuwa mtakatifu. Kwa hiyo msalaba ni ishara ya laana na mateso. Kwa hiyo tunaona Biblia inasema kwa neno la msalaba kwa hao wanaopotea ni ujinga kwao, lakini kwetu sisi ni tunaokolewa, ni nguvu za Mungu. Kwa hiyo hakuna mahali kwenye Biblia Mungu alipotuagiza tuchonge msalaba. Kwa hiyo ikabidi sasa niondoe msalaba, maana kwenye membali hiyo ya mbele niliweka msalaba na nilifundisha hili somo. Nikaondoa sasa hiyo misalaba, lakini pia ile nembo Mungu akaniambia niondoe, kwa kuwa sio yeye aliyeniongoza. Ikawa nimeongozwa na kawaida kwamba makanisa lazima yawe na nembo. Nikaondoa ile nembo, nikaibandua. Kwa hiyo hizo zote ni hatua za mabadiliko ambazo Mungu alikuwa akinipa hatua kwa hatua. Pia Mungu akanieleza siku moja, akaniambia, Pita, kwa kuwa nilikuwa mpenzi sana wa kula nyama ya nguruwe. Hapo Mungu sasa ananieleza kwa habari ya vyakula. Mungu akaniambia, Pita, uwezi ukawa mtakatifu na unakula nguruwe.
Hilo jambo lilikuwa gumu kidogo, kwa sababu nikitoka kanisani nimehubiri, napiga simu niandalie kilo 3, niandalie kilo 4, na kwenda nakula na familia zangu, nakula na watumishi wa Mungu, tunaenda tunakula, na nilikuwa napenda sana. Mungu akaniambia, sasa Peter, uweze kuwa mtakatifu na unakula nguruwe. Hili jambo likawa ni gumu, lakini Mungu akanifundisha akasema, Peter, huwezi ukaliondoa neno langu kwenye Biblia. Nimeweka utaratibu wa vyakula kwenye neno langu. Maisha yote ya mwanadamu yapo kwenye neno langu. Kwa hiyo ukisoma kile kitabu cha Mambo ya Walawi sura ile ya 11, Mungu anaweka utaratibu wa vyakula. Unaona pale anasema nguruwe asiliwe. Lakini pia anaendelea kwenye kumbukumbu la Torati sura ile ya 14, Mungu pia anaweka utaratibu pale wa vyakula, anamtaja tena nguruwe asiliwe na wanyama wengine. Mungu akaweka tena utaratibu huo, akaendelea. Unakuja kuona mitume wake wote hawali nyama ya nguruwe. Sasa ukifika kwenye kile kitabu cha Isaya sura ile ya 65, unaona Mungu anazungumzia kwa habari ya nguruwe. Hayo ni machukizo. Isaya 66, Mungu pia anazungumza hapa, anataja na hukumu. Akaniambia, Peter, unaweza ukaiondoa hukumu hii kwenye Biblia? Unaweza ukaliondoa neno langu hili kwenye Biblia? Isaya 66 nataka nikusomee. Isaya 66 tuanzie ule mstari wa 15. Imeandikwa, maana Bwana atakuja na moto na magari yake ya vita kama upepo wa kisulisuli, ili atoe malipo ya ghadhabu yake kwa moto uwakao na maonyo yake kwa miali ya moto. Kwa maana Bwana atateta na wote wenye mwili kwa moto na kwa upanga wake, nao watakao uawa na Bwana watakuwa wengi. Watakao uawa na Bwana watakuwa wengi. Watu gani hao? Mstari wa 17 anasema, watu wale wajitakasao na kujisafisha katika bustani nyuma yake aliye katikati, wakila nyama ya nguruwe na machukizo na panya, watakoma pamoja, asema Bwana. Mungu akaniambia, Peter, huwezi ukaiondoa hii hukumu kwenye Biblia. Nikaogopa sana, na Mungu akaniambia, mnyama huyu sikumkusudia mimi kuliwa. Kwa hiyo ndio maana kwenye kile kitabu cha Marko sura ile ya 5 unakuja kumuona Yesu Kristo anaua nguruwe 2000. Yuko ndugu alikuwa anaendesha maisha yake kwa ufugaji, anafuga nguruwe, lakini Yesu hakuua wanyama wengine, aliua nguruwe 2000. Yale mapepo yakasema, tunaomba tuwaingie nguruwe. Yesu akaruhusu mapepo akaingia ndani ya nguruwe. Maana yake nguruwe wote mpaka leo, ruhusa Yesu alishaitoa ya mapepo kukaa ndani ya nguruwe. Nguruwe 2000 wanakufa. Kwa nini hawaue nguruwe 2000 na amewaumba mwenyewe? Nguruwe hakukusudia kufugwa na kuliwa. Sasa maandiko haya huwezi kayaondoa kwenye Biblia. Kwa hiyo Mungu akanipitisha hatua nyingi kunijulisha kwa habari ya vyakula, akanifundisha kwa habari ya mambo kadha wa kadha, shetani namna alivyoharibu ulimwengu kupitia vyakula pale nilipokubali kubadilika. Hivyo Mungu alipitisha kwenye hatua nyingi sana za mabadiliko, hata ikafika hatua sasa Mungu akatupa neema. Lile eneo ambalo tulikuwa tumepanga, Mungu akatupa neema, tukapata eneo sasa la kwetu, ambalo hilo eneo tukalinunua. Ikafika hatua tukahamisha sasa kanisa kuja kwenye eneo ambalo Mungu ametupa kulinunua. Na hapo sasa ilikuwa ni 2024. Mwanzoni kabisa mwezi wa kwanza ndio tukawa tumehamia hapa, pakawa pamejengwa na kuhamia hapa ambapo tupo sasa hivi. Kwa hiyo wengi wanatujua baada ya kutuona mtandaoni. Sasa mtandaoni tulianza kuhubiri 2022 mwishoni. Kipindi hicho tayari nimeshaanza kutengenezwa na kupitishwa kwenye utakatifu kwa mambo mengi. 2022 mwishoni kuingia 2023 ndipo nikawa nimeanza kuhubiri utakatifu, na 2023 ndipo nikaja nikaonekana sana kwenye mitandao. Tulikuwa tunahubiri sasa kwenye mitandao na wengi ndio wakawa wametujulia hapo. Kwa hiyo wakajua huo ndio mwanzo wetu. Mwanzo wetu haukuwa huo.
Mwanzo wetu ulikuwa kama ambavyo nimekuelezea. Kwa hiyo nimeyaleta haya ili uweze kujua tulitokea wapi. Hatukuanzia tu tunajua kuhubiri utakatifu. Leo hii unatuona tunavaa kanzu. Hatukuanzia tunavaa kanzu, ndugu yangu. Na sisi tulikuwa kama kawaida za wengine, kawaida za ulimwengu huu ambavyo unaenenda. Lakini Mungu kwa huruma yake akatupa neema ya kutuokoa, kutuondoa kwenye njia pana iendayo upotevuni, akatuleta kwenye njia nyembamba kwa ajili ya kutuokoa tuweze kuingia mbinguni. Kwa hiyo ninakukaribisha wewe mtakatifu wa Mungu ambaye umekubali kusimama na kweli ya Mungu. Kweli ya Mungu ina gharama. Nimepitia vita vikali sana. Nimepitia vita vikubwa mno. Nimesemwa vibaya hata na watumishi ambao nilikuwa nao, nilishiriki nao. Wengine wananifahamu, wakanisema vibaya, lakini sikugeuka nyuma na wala sikuangalia kelele za watu, sikuangalia kelele za adui, kwa kuwa nilikuwa najua nyuma ya hayo makelele yote, ni vurugu hizo zote, ni adui anapambana, kwa kuwa amejua sasa tumesimama kwenye kweli ya neno la Mungu. Na baada ya hapo Mungu tukamuona akizungumza mambo mengi, akisema sasa waziwazi, kutufundisha kweli yake kwa uwazi kabisa, na akituonyesha ahadi za kuingia kwenye ufalme wake na mambo mengi kadha wa kadha, kama ambavyo nimefundisha mengine kwenye chaneli yetu ya Kanisa Takatifu la Yesu Kristo. Hivyo Bwana Yesu azidi kukubariki. Ushauri wangu kwako wewe mtumishi wa Mungu ambaye unatumika katika ujinga, Mungu anataka ubadilike. Badilika. Mimi nilibadilika. Sikuangalia sadaka, sikuangalia zaka, sikuangalia watu wataondoka kanisani, nililiangalia neno la Mungu. Hata watu walipoondoka kanisani nilisimama na neno la Mungu, lakini Mungu hakunipungukia, na Mungu pia wengine akawarudisha taratibu, na Mungu pia akawaleta watu wengine kutoka mbali kwa ajili ya utukufu wake. Hivyo simama na neno la Mungu, hubiri kweli. Mapambo yote kwa wanawake, mavazi ya kigeni, mavazi mengi yanayovaliwa kanisani leo, haya mavazi hayatawaingiza watu mbinguni. Yapo watu wanadharau sana kwa habari ya mavazi, lakini neno la Mungu liko wazi. Sefania sura ya 1 mstari ule wa 8, Mungu anazungumza, itakuwa siku ile ya zabihu ya Bwana, atawaadhibu wakuu, wafalme na wana na watu wote waliovaa mavazi ya kigeni. Yako mavazi ya kigeni leo yanavaliwa kanisani, na kanisani shetani anatawala, sio Mungu tena anayetawala hapo kanisani. Na watumishi wa Mungu wamepumbazika na miujiza, wamepumbazika na miujiza inayotendeka hapo kanisani, lakini hiyo yote shetani anaifanya ili waumini wale waamini na wachungaji wale wazidi kuamini, kwa maana wanaona Mungu akitenda na akiponya. Lakini neno la Mungu linasema wazi kwamba watakuja siku ile wakisema, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii, hatukutoa mapepo kwa jina lako. Neno la Mungu linasema atawakataa, siwajui nyinyi. Kwa nini? Kwa sababu hawakusimama na neno la Mungu. Mungu anataka usimame na neno lake, kwa kuwa hukumu ni neno lake. Chochote Mungu alichokiagiza, wewe ukienda kinyume na kile alichokiagiza, maana yake umetenda dhambi na hutoweza kuingia kwenye lango lile la mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu umelikataa na kuliasi neno la Mungu. Hivyo Mungu azidi kukubariki. Neema ya Bwana Yesu izidi kuwa pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Amen.